Muna, msomi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, aliamua kujikita katika masuala ya kusaidia jamii kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, huku akifundisha athari na namna ya kupambana na athari hizo. Hajira Kondo katika makala ya Mwanamke Jasiri. Katika jamii zetu za Kitanzania imezoeleka kuwa mara tu mtu anapohitimu chuo kikuu basi ni matarajio yaliyo wengi ni kuajiriwa kutokana na elimu aliyoipata, lakini jambo hili limekuwa tofauti kidogo kwa Mwanamke Jasiri wa wiki hii, kwani mbali ya kuwa alifanikiwa kupata shahada yake ya kwanza ya masomo ya biashara katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, bado hakusubiri kuajiriwa, ili kutokana na historia yake hapo nyuma na kuamua kufanya kazi za kijamii licha ya wazi kuwa elimu yake aliyoipata ilimsaidia sana. Tunafanya kazi na vikundi vya wafugaji, tunafanya kazi na vikundi vya wakulima, tunafanya kazi na watu wa maamuzi katika ngazi ya serikali za mitaa, huko katika ngazi za wilaya, katika ngazi za tarafa na ngazi za vijiji. Katika ngazi ya kitaifa tunafanya kazi na ofisi ya makamu wa rais, kitengo cha mazingira, ndio ambao hasa wanahusiana na mabadiliko ya tabia nchi, tukiwalenga kwa madhumuni tofauti. Tunafanya kazi na ofisi ya makamu wa rais, kitengo cha mazingira, kuhakikisha kwamba usimamizi wao wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na majadiliano na misimamo wanaoitoa katika ngazi ya kitaifa, ya kimataifa, inazingatia yale masuala ya wananchi na jinsi gani watakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kitendo hiki alichokifanya mama huyu mara tu baada ya kuhitimu masomo yake, huu ni ujasiri hasa katika kipindi hicho cha zamani ambapo changamoto za ajira hazikuwa nyingi kama ilivyo sasa. Pengine ili kuwasaidia wasomi wa sasa tufahamu kwa nini aliamua kufanya kazi za kijamii na kuachana na taaluma yake. Niliona ni vema kufanya kazi za kijamii zaidi, ni mahali ambapo unajielezea utu wako wa ndani, mahali ambapo unajielezea utu wako wa ndani, kuhakikisha kwamba unafanya kazi si kwa ajili ya faida ya mtu mmoja au kwa faida ya kampuni, lakini unafanya shughuli ambazo zinakuwa na faida kwa jamii nzima. Hicho ndio kitu ambacho kilinivutia zaidi kutoka kufanya kazi katika shughuli za kijamii zaidi. Na wakati ule kiukweli kulikuwa mwamko wa kufanya kampeni haukuwa mkubwa kivile. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni fursa ya kujifunza. Mama Rebecca Muna mbali ya kuwa amejihusisha na masuala mbalimbali ya kijamii, lakini kwa sasa ni meneja wa mtandao wa asasi zisizokuwa za kiserikali zinashughulikia mabadiliko ya tabia ya nchi OTC. Lakini jamii ya Tanzania inakabiliwa matatizo mengi. Kwa nini wao wameamua kuhusisha na hili? Na nini walichoweza kufanya kwa jamii kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi? Wazo jipya la jinsi gani ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, na tumeweza kutumia mfano wa kompyuta, jinsi ambavyo virusi vya kompyuta vinasambaa kwenye kompyuta nyingi kwa wakati mmoja. Na sisi tumesema kwamba tunaweza tukabadilisha tabia za wakulima au wafugaji au mashirika mbalimbali ya mbegu, kwamba jinsi gani wanaweza wakakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na jinsi gani wanaweza kubadilisha tabia. Uwepo wa mashirika na taasisi kama hizi mara nyingi imekuwa ikionekana kama ni biashara ama namna fulani ya kujitafutia kipato. Hivyo nikatamani kusikia kutoka kwake ni kwa namna gani wanafanya kazi ya kuwafikia wananchi moja kwa moja kama walengwa. Tunafanya kazi na vikundi vya wafugaji, tunafanya kazi na vikundi vya wakulima, tunafanya kazi na watu wa maamuzi katika ngazi ya serikali za mitaa, huko katika ngazi za wilaya, katika ngazi za tarafa na ngazi za vijiji. Katika ngazi ya taifa tunafanya kazi na ofisi ya makamu wa rais, kitengo cha mazingira, ndio ambao hasa wanahusiana na mabadiliko ya tabia nchi, tukiwalenga kwa madhumuni
tofauti. Tunafanya kazi na ofisi ya makamu wa rais kitengo cha mazingira kuhakikisha kwamba usimamizi wao wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na majadiliano na misimamo wanayoitoa katika ngazi ya kitaifa, ya kimataifa inazingatia yale masuala ya wananchi na jinsi gani watakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Katika kipindi chote walichofanya kazi hiyo, wana kitu gani ambacho wao kama Forum CC wanaweza kujivunia na wanaamini kuwa kitabaki katika historia ya uongozi wake? Kuwa na sera ya kujitegemea ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumeweza kuwa na hatua moja, hakukuwa kabisa na mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hivi tuna mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na tumeshiriki kwa kiasi kikubwa sana kwa kuifanya serikali na wadau wengine wameshiriki pia kufanya serikali kuwa na mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Waswahili husema hakuna kazi rahisi, hivyo ni wazi kuwa kila kazi ina ugumu na changamoto zake. Na pengine kwa upande wake hii ina ugumu gani? Na je, ugumu huo unaweza kukatisha tamaa? Watanzania wengi hawajui kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanawahusu. Hiyo ndio changamoto kubwa sana. Kwa maana hiyo kukabiliana na wao kubadilisha tabia inachukua muda mrefu sana, kwa sababu wanafikiri mabadiliko ya tabia nchi hayawahusu. Mbali na changamoto zilizopo, lakini bado anaamini kuwa jambo hili la kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi linawezekana kuisha na kupunguza migogoro iliyopo inasababishwa na hali hiyo. Huyu ndiye Rebecca Muna, mwenyeji wa Singida, alipata elimu yake ya sekondari mkoani Arusha na Shinyanga na baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambaye sasa anafanya kazi kusaidia jamii ya Kitanzania. Kutoka Dar es Salaam, Hajira Kondo, makala ya Mwanamke Jasiri, Mlimani TV,